Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapa nikimzungumzia Jaji Sinde Warioba, amefunguka mambo mengi ambayo aliongea au alizungumza na makamu wa rais aliyejiuzuru katika wadhifa wake, hapa tukimzungumzia Dr. Emmanuel Nchimbi, kabla na baada ya kujiuzuru kwake. Waziri Mkuu mstaafu Jaji Joseph Warioba amefunguka alichozungumza na Dr. Emmanuel Nchimbi saa chache baada ya taarifa yake ya kujiudhuru wadhifa wa makamu wa rais. Sambamba nayo, ameeleza walichozungumza walipokutana na Dr. Emmanuel Nchimbi kabla ya kujiuzuru kwake, akigusia masuala mbalimbali ya kitaifa. Dr. Emmanuel Nchimbi alimwandikia barua Dr. Samia Suluhu Hassan, barua ya kuomba kujiuzuru mnamo Agosti 25 mwaka 2026, na saa chache baadaye mkuu huyo wa nchi aliridhia ombi hilo. Dr. Emmanuel Nchimbi alimtembelea Jaji Warioba aliyewahi kuwa mwenyekiti wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba nyumbani kwake Mbezi jijini Dar es Salaam mnamo Julai 4 mwaka 2026. Katika taarifa yake aliyoisambaza kupitia kurasa za mitandao ya kijamii ya kwake, Dr. Emmanuel Nchimbi aliomba kujiuzuru kuanzia Septemba 4 mwaka 2026 wadhifa wa makamu wa rais. Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye amewahi kuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM alitangaza uamuzi huo ikiwa ni siku 295 tangu alipoapishwa mnamo Novemba 3 mwaka 2025 kuwa makamu wa rais. Sasa kipi kilitokea baada ya kujiuzuru? Akizungumza na chombo cha habari Jaji Warioba siku ya jana mnamo Agosti 27 mwaka 2026, Jaji Warioba ameeleza kwamba baada ya kuona taarifa ya kujiuzuru kwa Dr. Nchimbi aliwasiliana naye kwa simu na kuthibitisha. Sasa hapa na nukuu kile ambacho aliweza kukiongea Jaji Warioba. Amesema kwamba nilipoona taarifa nikampigia simu akanijulisha nia kwake, yaani taarifa ya kujiuzuru ilikuwa nia kwake. Tukazungumza kama ameshapata uamuzi wa rais. Alisema hivyo Jaji Warioba, lakini amesema baadaye alipoona taarifa ya kwamba rais ameridhia ombi la Dr. Nchimbi la kujiuzuru, alijaribu kumpigia simu Dr. Nchimbi lakini simu yake haikupokelewa. Nikinukuu tena hapa kile ambacho ameweza kukisema Waziri Mkuu mstaafu Jaji Warioba, amesema kwamba nimekaa hadi jioni ya Agosti 26 mwaka 2026 ndipo nikaona tamko la katibu mkuu kwamba chama kimemfukuza. Nikampigia simu, haikupokelewa. Nikapeleka ujumbe au kupokelewa. Mwisho wa kunukuu maneno ambayo ameyasema Jaji Warioba ambaye ni waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na makamu wa kwanza wa rais. Lakini kabla ya kujiuzuru mambo yalikuwaje? Jaji Warioba amesema kwamba kabla ya hapo aliwahi kukutana na Dr. Nchimbi akiwa makamu wa rais. Waliweza kuzungumza mambo mbalimbali ya kitaifa ikiwemo umuhimu wa kuweza kuharakisha mchakato wa upatikanaji wa katiba mpya. Namnukuu tena hapa kile ambacho ameweza kukisema Jaji Warioba, akasema kwamba aliponitembelea hapa tulizungumza mengi, lakini mawili makubwa nilimshauri. Kwanza, matatizo tulionayo ni chachu ya kwamba hatujatengeneza katiba mpya. Kwa hiyo ushauri wangu kwa serikali ni kwamba tuharakishe hili jambo tupate katiba mpya. Mwisho wa kunukuu. Lakini siku ya juzi mnamo Agosti 26 mwaka 2026, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi yani CCM Dr. Ashalozi Migiro alitangaza taarifa ya kumfuta wanachama wa Dr. Nchimbi ikiwa ni maazimio yaliyofanyika na kikao cha kamati kuu kilichoketi siku hiyo. Wakati huo pia Dr. Ashalozi Migiro
alimtangaza Deogratias Ndejimbi kuwa kada ambaye jina lake limependekezwa kuwa makamu wa rais kumrithi Dr. Emmanuel Nchimbi. Kufuatia hayo, kwa kauli moja, kamati kuu ya CCM imepitisha ndugu Nchimbi afukuzwe wanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Mwisho wa kunukuu kile ambacho aliweza kukisema Dr. Ashalozi Migiro. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa CCM na wananchi kwa ujumla kwamba CCM imefikia uamuzi huo na kuazimia hivyo sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa uwanachama na si mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo. Mwisho wa kunukuu. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, nadhani ni hayo tu kwa siku ya leo ambayo tulikuwa nayo kuhusiana na kile ambacho Jaji Warioba aliweza kuzungumza na Dr. Emmanuel Nchimbi kabla na baada ya kujiuzuru kwake. Sasa hapa kuna baadhi ya maoni ya wadau waliweza kuyatoa, tutakusogezea kama yalivyo, alafu tutakuacha na wewe uweze kutuambia ni kipi ambacho unacho. Tunaanza na huyu wa kwanza ni Robert. Robert anasema kwamba haujamaliza kusoma umekimbilia komenti yangu like basi. Huyu akawa ni kama vile anawaambia watu kwamba mtu hajamaliza kusoma anakimbilia komenti yake kuenda kuisoma, akawaambia kwamba basi wailike komenti yake. Lakini kuna mtu mwingine hapa anaitwa Agustino kwamba anasema kwamba hiyo ndo maana ya kiongozi msafi. Ukiona mambo hayaendi unatoka, waache walafi wa madaraka. Ongera sana Nchimbi. Lakini Ambinasi anatuambia kwamba CCM imebakwa na kikundi cha watu, sio CCM ile tunayoijua ambayo ilikuwa inajibu kwa nguvu ya hoja, sio kuua, kuteka ama kumfukuza mwanachama bila ya kumpa nafasi ya kujitetea. Nchimbi ni mojawapo wa CCM arisi waliobakia, hawezi kwenda kinyume na wahasisi. Huyo akaweza kutoa maoni yake. Lakini hapa kuna mwingine anajiita Muhammad kwamba anasema kwamba huna pointi hata moja wewe mwandishi. Tunamsikiliza hapa Muhammad alichokisema, lakini Legina yeye anakuja kutuambia kwamba tatizo sio katiba mpya, ni makundi ndani ya chama pamoja na watu kujitafutia umaarufu kupitia matatizo ya wananchi. Huyo ni Legan akawa amesema hivyo, lakini Ali akasema kwamba watawala hawataki katiba mpya. Lakini mwingine hapa ni Nobati anakuja kutuambia kwamba Tanzania yetu ilisifika kama kisiwa cha amani kwa dunia nzima. Sasa ndo mambo gani haya? Mwingine hapa ni Pasco anatuambia kwamba tatizo katiba au makundi. Kenya wana katiba nzuri lakini ni balaa na makani sijui kama wanatoka. Huyo ni Pasco. Baada ya kusema hivyo, akaja mtu hapa anajulikana kama James, akaja kumjibu bwana Pasco, akasema kwamba sio nzuri ndugu, ni nzuri kwa watawala. Katiba ina serikali 48 ndani ya taifa moja. Kila serikali ina bunge, baraza la mawaziri, senate na governor. Inawatesa, hawawezi kulipana mishahara wala kugawa keki ya taifa. Leo wanaadhimisha miaka 16 ya katiba mpya. Walalahoi wanalamika maisha magumu, utekaji, unyang'anyi, mauaji na ukosefu wa ajira. Huyo ni James akawa amemjibu bwana Pasco. Lakini tukija kwa Gaspar yeye anasema kwamba hapa hakuna chama, kuna genge la kuweza kufaidi rasilimali za nchi yetu. So sad, so stupidities. Huyo akawa amemaliza bwana Gaspar. Lakini akaja Hussein hapa. Hussein anatuambia kwamba chama makini na taasisi imara Afrika inayojitambua kozi wa magharibi wametutilia fitina kusudi ili watuibie rasilimali zetu. Chama pekee cha kuweza kulinda rasilimali zetu ni CCM tu. Hiyo vingine ni madalali na wanajulikana
na masponsa wao wa Western Club mtakuja kuleta ushoga. Naona hao mnaowaona heti ni wanademokrasia wa Western. Kacha, Mungu ilinde Tanzania, nchi yangu, na viongozi wote imara wanaohakikisha nchi inabaki salama pasipokuwa na vikundi au kikundi cha watu kuweza kuyumbisha serikali. CCM ni taasisi imara sana. Huyo ni Hussein akawa amesema hivyo. Lakini baada ya Hussein kusema hivyo, kuna mtu hapa anaitwa Benjamin akaja kusema kwamba wewe Hussein, tutakufuatilia na tutakufuatilia. Sasa hapa baada ya kusema hivyo, watu wakasema watamfuatilia Hussein. Lakini mwingine hapa anaitwa Ndege anamjibu Hussein, anasema kwamba elimu yako ni ndogo, ndio maana hata kuandika ujue. Hao wa magharibi wanatuibia nini wakati kila kitu umebinafsisha kwa migodi, gesi? Sasa watakuibia nini? Unajitambua kweli kwenye akili yako kweli? Huyo ni Ndege akawa amemjibu bwana Hussein. Lakini kuna mwingine hapa ni Mwepela. Mwepela anasema kwamba hivi ni kweli katiba mpya inahitajika kwa Watanzania? Kama ni mahitaji ya wananchi, basi serikali yetu ifanye utafiti ili ibaini ukweli wa jambo hili, na minong'ono imekuwa ni mingi kuhusu katiba. Huyo ni Mwepela. Sasa twende moja kwa moja kwa Kennedy tukajua Kennedy anasema nini. Anasema kwamba huyu mwandishi anachoandika haiendani na kichwa cha habari. Lakini tukienda moja kwa moja kwa Ishengoma. Ishengoma anasema kwamba je, hiyo ni busara? Lakini Ans akaja kusema kwamba kwani wananchi tunapenda nini? Si tunapenda kiongozi yeyote aliyekuwa bora. Ushauri wangu, katiba mpya ni jambo zuri. Hata huyu kiongozi wetu mteuzi haje ni mtu safi, hata aliyeachia kiti chama kama, yani alichokiandika hapa ni mambo ambayo ni ngumu kuweza kuyasoma. Lakini kuna watu wengi wameweza kuandika maoni yao hapa. Tukienda kwa Wilson anasema kwamba jameni, ukweli unajionyesha kuwa CCM hawana nia ya kuweza kupata katiba mpya, na mwana CCM yoyote anayejaribu kutoa msimamo wa kupata katiba mpya lazima afukuzwe ndani ya chama. Huyo ni Wilson amesema hivyo. Lakini tukija kwa Rashidi anasema kwamba Mheshimiwa Warioba, kuwa na busara na kuwa mpole, usizeeke vibaya. Huyo ni Rashidi akawa amesema hivyo. Lakini kuna watu wakaja kumjibu hapa Rashidi wakasema kwamba wewe nyamafu, funga kopo lako, hapo wakamwambia hivyo. Lakini mwingine akaja kusema kwamba ujielewi. Lakini mwingine akaja kusema kwamba nenda kalale huko, kama umetumwa basi una la kuweza kutuambia hapa. Lakini kuna mwingine hapa akaja kumjibu huyu bwana Rashidi akasema kwamba wewe elimu yako ni ndogo, ndio maana hata kuandika ujui. Hao wa magharibi wanatumia sasa nadhani hii tulikuwa tumeshaisoma. Sasa tuachie maoni yako, tuambie kwamba ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine, lakini nikusihi, kama hujasubscribe katika chaneli hii, ni wakati wako sasa kufanya hivyo. Bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kuwa unapokea taarifa zetu pindi tunapoziweka katika chaneli hii. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali. Usisahau kulike video hii, kucomment na kushare video hii. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali kuhusiana na yaliyojiri katika taifa letu hili la Tanzania. Bye.